kiukweli baraza hili ndio tunaagana. Yale ambayo yamefanikiwa ni yetu sote, mapungufu ni yetu sote. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anataka kubeba kwamba hili la fulani, hili la mjomba. Tulianza wote, kumbuka ile sema 2020 kwenye ukumbi huu. Mwenyezi Mungu alitujalia hapa, na kwa kweli Mwenyezi Mungu ametujalia uhai. Baraza hili lilipoteza kwa diwani Tarafa, namuombea kwa aliko Mwenyezi Mungu amtunuku pepo. Lakini la pili, kwa niaba yenu namshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano. Tuelezi mengi, lakini ukweli manispaa yetu sasa kijana hoja ya jiji hakuna mtu ataishangaa. Na Mheshimiwa niwakumbushe tu, wakati tunaingia mapato ya halmashauri ni bilioni 2.5. Leo tunaacha halmashauri nadhani tunakaribia kufika bilioni 8-9. Jambo hili sio dogo. Ni nyie. Haikuwahi kutokea mtiririko wa fedha nyingi kuelekea kwenye local government kama ilivyofanyika katika kipindi. Haikuwahi. Kwa hiyo manake nini? Rais wetu anajua kabisa wananchi wako huku chini na amezipa nguvu serikali za mitaa. Miradi yote mikubwa ilikuwa inatekelezwa katika ngazi ya kitaifa. Kwa hiyo tumsemee Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa madiwani, na tena tuseme kwa sauti kubwa. Lakini la tatu, nimshukuru Mheshimiwa mbunge Dr. Damas Ndumbaro, katika kipindi cha miaka 5 ametekeleza wajibu wake kwa kutuwakilisha, peleka hoja zetu mbele, na kwa kweli sisi tunamuombea yale matamanio yake Mwenyezi Mungu ayabariki. Hicho ndio nachoweza kusema. Amefanya kazi zake. Kama mnaona kuna mafanikio yoyote kwenye kata zetu, Dr. Ndumbaro yuko pembeni. Lakini vile vile katika nafasi ya mimi nashukuru viongozi wetu wakuu wa mkoa. Hapa namtaja mkuu wa mkoa. Kwa hiyo wamekuwa nguzo kubwa ya kutushauri na kutusimamia. Napomshukuru yeye na washukuru wakuu wa wilaya. Lakini shukrani inayofuata ni kwa Chama cha Mapinduzi. Na hapa ni katika ngazi zote, ngazi ya mkoa, taifa, mkoa, lakini na wilaya. Nikushukuru mkurugenzi. Nifikishie salamu kwa wakurugenzi wenzio ambao walitupokea wawili. Wewe unawafahamu. Baraza hili linawashukuru sana. Tunaona kazi ile walioanza wenzio wewe unaiendeleza tena kwa kasi kubwa. Innovation, creativity tunaiona. Pengine wakati mkurugenzi nimeangalia bajeti yetu ya miradi ya maendeleo. Kwanza kwa sasa hivi mshahara mkiti tuna asilimia 89.3 ya makusanyo, ikiwa ni mwezi wa 4. Leo nina hakika tunaweza kwa hazina kwetu kufika asilimia 90. Hii ilikuwa ni Jumatatu tunasoma tarehe. Kwa hiyo leo tunapoongea tunaweza tumefika 90 kama mambo yanaenda vizuri hivi ambavyo tunatumia. Sasa niwahakikishie waheshimiwa madiwani, kuna baadhi wana wasiwasi kwamba zile milioni 20 ambazo tuzipeleka wakati ule, mheshimiwa mwenyekiti niwahakikishie zitaenda na tunazitoa wiki in week out. Kila wiki tunapeleka, lakini tunachokipima ni kuna baadhi ya miradi inahitaji attention ya haraka. Kwa mfano ni Mwema, kuna darasa limezuiliwa, kwa hiyo tukawapa kipaumbele. Hakuna upendeleo unaofanyika na hakuna lobby. Tuko afya njema kukutana na kikao chetu cha baraza cha taifa la fedha. La pili, mheshimiwa mwenyekiti, tukishukuru Chama chetu cha Mapinduzi kwa kuweza kutulea na kutulinda miaka 5 yetu ambayo tulikuwa tunakitumikia kupitia uongozi wetu wa diwani. La tatu, mheshimiwa mwenyekiti, kwanza sisi kama waheshimiwa madiwani tunakupongeza kwa miaka 5 kwa kazi nzuri ambayo tumeshirikiana sisi na wewe kuhakikisha tunaitoa manispaa yetu kutoka sehemu moja kwenda sehemu ya pili. Na niseme mheshimiwa mwenyekiti, bila kuficha, tungebakiwa na mwaka mmoja kama isingekuwa mwaka wa uchaguzi, mimi naamini mwakani tungekuwa jiji. Tuna kila sababu ya kupongeza mheshimiwa mstahiki, lakini na sisi wenyewe tulishirikiana nawe bega kwa bega kwa miaka 5 kufanya kazi nzuri za wananchi wetu. Lakini hatuwezi kuwasahau wataalamu wetu. Tumefanya nao kazi nzuri kwa miaka 5 na mimi naamini na yaongea haya kwa sababu kwa mtazamo wangu wa kimahesabu ili ni baraza letu la mwisho. Kwa hiyo tunakushukuru sana mheshimiwa mstahiki meya kwa kushirikiana na sisi na kuweza kusikiliza baraza letu limeenda vizuri. Tumshukuru mkurugenzi kwa kutupa ushirikiano mkubwa sana. Kama alivyosema, kwa asilimia kubwa waheshimiwa madiwani kwenye kata zetu tumefanya kazi kubwa sana. Hakuna asiyeiona. Tuna kila sababu ya kujivunia kwa sababu chama kilitupa dhamana na sisi hatukukiangusha chama.
tulikwenda kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi.